السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في الحلقة الخامسة وفي الجزء الثاني من برنامجكم اللهم بك أصبحنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. أخي المبارك وأختي المباركة، تفقد الحلاوة في الصلاة، فإن وجدتها فاحمد ربك، وإن لم تجدها فاعلم بأنك محروم، واعلم بأن الباب مغلق عليك. لقد تكفل الله سبحانه وتعالى على من حافظ على هؤلاء الصلوات الخمس في أوقاتهن، وحافظ على خشوعهن، وحافظ على وضوئهن، تكفل الله سبحانه وتعالى بأن يدخله الجنة، فقال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وقال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وورد عند أبي داود وابن ماجه وعند أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ألا يحرمنا من فضله، إنه سبحانه ولي ذلك ومولاه. Akhi al-mubaraka wa ukhti al-mubaraka, karibuni tena kwa mara nyingine katika halaka ya 5 na katika juzu ya pili kwenye barnamiji yetu tuliyoipatia kwa jina la Allahumma bika asbahna. Ewe Mola wetu, kwa kupitia idhini yako na nguvu zako tumeikuta tena asubuhi nyingine mpya. Mtazamaji mtukufu wa Kiislamu, naam, itafute ladha ya iman, itafute ladha ya taa katika ibada yako ya sala. Ukiipata mshukuru Mola wako subhanahu wa ta'ala, ukitambua ya kuwa amekupenda hivyo uombe kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala akupatie msimamo imara katika ibada yako ya sala daima. Na endapo utaikosa ladha ya taa na ladha ya imani katika ibada yako ya sala, basi fahamu ya kuwa umeharamishiwa khairi kubwa sana, na ufahamu ya kuwa umefungiwa mlango wa khairi kubwa sana. Naam, kwani amechukua ahadi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na ahadi yake haikhalifu jalla jalaluhu. Amechukua ahadi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, amemchukulia ahadi yule ambaye atakaye kuichunga ibada ya swala kwa wakati wake, na akaichunga ibada ya swala kwa utulivu wake, akaichunga ibada ya swala kwa tahara yake, amemchukulia ahadi ili akamuingize peponi siku ya kiyama. Tuko wapi mimi na wewe kutokumana na hili la kuichunga ibada ya swala kwa wakati wake? Namuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala situharamishie kutokumana na fadhala zake, hakika yake ni mweza jalla jalaluhu. Asema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika surati al-Ma'arij: walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, na wale ambao wenye kuzihifadhi swala zao kwa wakati wake na kwa tahara zake na kwa utulivu wake. Allah asema ulaika fi jannati mukramun, hao watakwenda kukirimiwa siku ya kiyama katika pepo zake Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, watakwenda kukirimiwa siku ya kiyama katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tunatarajia ni pepo gani ambazo watakwenda kuhifadhiwa hawa wenye kuzihifadhi swala kwa wakati wake? Turudi katika suratul Mu'minun, amelibainisha hilo subhanahu wa ta'ala, na amebainisha ni pepo gani ambayo kwamba atakwenda kumuingiza yule ambaye atakaye kuzichunga swala 5 kwa wakati wake na akazihifadhi swala zake kwa wakati wake. Allah asema tena katika suratul Mu'minun: walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, na wale ambao wenye kuzihifadhi swala zao kwa wakati wake, Allah asema ulaika humul warithun, hao ndio watakwenda kurithi siku ya kiyama. Hao ndio watakwenda kuzirithi siku ya kiyama. Watazirithi kitu gani ama watarithi kitu gani? Allah asema alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun, watakwenda kuirithi pepo ya Firdaus, waende wakaishi milele ndani yake. Na imekuja mapokezi bora, mapokezi mazuri kwa Abi Daud na kwa Ibn Majah na kwa Ahmad vile vile, kutokamana na hadithi ya sahaba mtukufu Ubadah ibn Samit radza Mwenyezi Mungu zimfikie, asema ya kuwa Mtume sallam amesema:
Swala tano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha kwa waja wake kwa usiku na mchana. Yoyote atakaye kuzichunga swala tano hizo akaziswali kwa wakati wake, akachunga utulivu wake na khushu'i yake na tahara yake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemchukulia ahadi akamuingiza katika janna. La ilaha illa Allah. Tuko wapi mimi na wewe kutokumana na ibada hii ya sala? Na muomba Allah Subhanahu wa Ta'ala situharamishie kutokumana na fadhila zake, hakika yake ni muweza. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.